المستعان. هذا ونسمى أميت المسيح، سمي الدجال مسيحا، أميت الدجال لمسيح لأن عينه الواحدة ممسوحة، وسباب jicho lake moja limefutwa kabisa, kama vile chongo halioni, halipo, kama jicho lilongolewa. Ndio katika baadhi ya riwaya zikasema kaanna ainahu inabatun tafi'a, kana kwamba jicho lake ni ile zabibu ile iliyokauka alafu ikafifia rangi yake. Ukiangalia ile jicho lake moja unaona weusi tu kule ndani, huo ni jicho. Akaitwa Almasih kwa sababu jicho lake moja halipo. Na Isa ibn Maryam anaitwa Almasih, lakini maana ya Almasih wa Isa mwana wa Maryam, Yesu, sio kama vile Almasih kwa huyu muongo huyu. Almasihu Isa ameitwa Almasih kwa sababu ya karama ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam alikuwa akimshika mgonjwa, idha masha almaridh yabra, akimshika mgonjwa akimfuta hivi anapoa na kupona. Kama ni kipofu wataona, kama ni mwenye mbaranga zitaondoka mbaranga zake. Isa ibn Maryam nabiullah, Allah alimpa uwezo huo akaitwa Almasih kwa sababu anawashika wagonjwa na wenye vilema na wanapoa au wanapona. Kwa hivyo kuna Almasihu Isa na kuna Almasihu Dajjal, tofautisha mambo haya. Kwa hivyo walimanu anna almasih ad-dajjal, kwamba almasihi huyo masihi chongo ad-dajjal aliyepitiliza katika uongo, mubalagha fil kadhib. Ad-dajjal huwa al-kadhib, huwa ad-dajjal, aliyepitiliza katika uongo. Ni kuamini kwamba chongo ad-dajjal aliyemuongo kharijun ni mwenye kutoka. Nani sasa almasihu ad-dajjal? Wanasema ulama, masihu ad-dajjal ni shakhsun min bani adam, ni mtu katika wanadamu, sio katika majini wala sio katika malaika. Masihu ad-dajjal ni binadamu, wala sio kama wanavyozungumza watu wasiojua, labda ni jini. Wengine wanasema ni kama kibwengo, vile vijini vifupi vile. Shakhsu min bani adam, na hilo limekuja wazi katika hadithi ndefu ya An-Nawas ibn Sam'an ambayo imezungumza habari za Dajjal kwa urefu fi Sahih Muslim. Hadithi ndefu kabisa imemzungumza Dajjal kinaga ubaga, sifa zake, atatokea wapi, atakaa muda gani, ila akhiri. Kwa hiyo ni mtu katika wanadamu, shabun, tena ni kijana, ahmarun, ni mwekundu kwa maana mweupe sana. Wakisema ahmar wa Arabu wanakusudia ni yule ambaye weupe wake umezidi. Ahmar, mweupe sana. Qasirun, kifupi, ni mfupi. Lakini ja'dur ras, ni mwenye kipilipili kichwani, ana nywele ngumu, vikokoto vile vya Afrika. Nywele zake ni hizi ngumu hizi. Ajla aljabha, amefura paji la uso, paji lake la uso limeumuka, ana komwe la kisawa sawa. Lakini aridhun nahr, ana jishingo pana, kifupi kimejazia shingo, kina shingo nene kwelikweli. Hebu angalia anavyotisha huyo. Kwanza hana jicho moja, wasifu unatisha huyo. Kipilipili, ana komwe, shingo nene, tena maktubun baina ainaihi, pameandikwa baina ya macho yake mawili, eneo lililoko baina ya jicho na jicho, hapo katikati hapo, uwazi ulio baina ya jicho na jicho, juu ya pua hapo. Maktubun baina ainaihi, ameandikwa baina ya macho yake, kafir. Na wanasema ulama, neno hili kafir limeandikwa bihurufi muqatta'a, kwa zile herufi za kukatakata, kaf faun ra, kafara, imeandikwa hivyo kwa herufi moja moja katika baina ya macho yake mawili. Bali Mtume akasema bilhurufi almuqatta'a yaqra'uha kullu muslim,
anazisoma herufi zile, kila muislamu anaziona. Katika hadithi ya Nawas ibn Sam'an, Mtume alayhi salam akasema, laysa min baladin illa wa sayatauhu ad-dajjalu, hakuna mji wowote katika ulimwengu isipokuwa atauingia mji huo Dajjal, illa Makkah wal Madina, isipokuwa mji wa Makkah na Madina hataweza kuingia katika hii miji miwili, Makkah na Madina hataweza kuingia. Mtume akasema, laysa naqbun min anqabiha illa alaiha malaikatun hafina tahrusuha, hakuna kichochoro, hakuna njia katika njia za Makkah na Madina, ila kuna katika njia hizo malaika wamejipanga swafu, wanailinda hiyo miji. Hakuna chocho bwana katika Makkah na Madina isipokuwa kuna malaika wa Allah wakati huo wa Dajjal wamesimama wanalinda hapo, hawezi kuingia. Akifika anakuta ulinzi mkali, anaenda sehemu zingine. Mtume akasema, fayanzilu bisabha ay fi nawahi almadina, atakuja Dajjal mpaka katika vijiji vya pembeni vya kando kando ya Madina, atafika huko nje ya Madina huko. Asema, fatarjufu almadinatu biahliha 3 rajafatin, utatetemeka mji wa Madina kuwatetemesha watu wa Madina mitetemesho 3, mji utatikisika kama kuna kitu kiko karibu na mji huu kibaya. Asema Mtume, mji wa Madina utatetemeka mitetemeko 3. Sasa ni kama vile unavyoona watu waovu wakisikia mdundo wanafanyaje? Wanaofuata. Wewe upite mziki tu hapa, au watangaze kuna bonanza mahali alafu dundo limeachiwa, kuna watu utakuta wenyewe wanacheza, au mwingine anafuata. Sasa ule ushaitani ule. Sasa mji huu utavotetemeka wa Madina, anasema Mtume alayhi salam, yakhruju ilayhi minha, watatoka kumwelekea Dajjal katika mji wa Madina, kullu kafiri wa munafiqi, kila kafiri na mnafiki watawai. Kuna nini huko? Njoni. Kumbe ni wanafiki na makafiri wataenda huko, waumini hawatojigusa kumfuata muovu huyu. Hadithi ikaendelea ikimzungumza Dajjal na habari zake. Mtume alayhi salam akatufunza kutuambia, faman adrakahu minkum, yule ambaye atamdiriki miongoni mwenu Dajjal akamuona, falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf, basi asome aya za mwanzo kabisa katika suratul kahf. Ndio maana tukao tuhifadhi Qur'ani, soma aya za mwanzo, ni kinga kwa huyu bwana. Mtume akasema, innahu kharijun baina ash-Sham wal Iraq, atashukia huyu baina ya miji ya Sham na Iraq, huko mashariki ya kati huko, atashuka kutokea huko. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan ay bil fasad, ataeneza uovu kuliani mwa dunia na kushotoni. Ya ibadallah, tukasema enyi waja wa Allah, fathbutu, thibitini kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dini. Wala huwa fitnatun adhima, na ana fitna kubwa katika fitna zake ambazo zimetajwa kubwa kabisa. Lahu jannatun wa nar, ni mwana mazingaumbwe aliyepindukia. Achana nawe wana mazingaumbwe wenu hawa, wakina kababa yeye hawa, achana hao. Yeye ana mazingaumbwe mazito, ana moto na pepo. Kuliani ana kitu kama pepo na kushotoni kwake kama moto. Akikushawishi umwamini nikutie huku katika pepo, ukinikataa na kuwa nakutia huku. Lakini Mtume alayhi salam anasema kile nikiri macho, jannatuhu nar, ile pepo yake ndiyo moto. Wa naruhu janna, na ule moto wake ni pepo. Kwa maana ukimkubalia matakwa yake ndio umekubali kuwa mtu wa motoni. Ukimkatalia, dhahiri ni kwamba motoni, wewe ndio mtu wa janna. Kile ni kiini macho kwa ajili ya waovu. Katika fitna alizokuwa nazo, yaghrisu alhabba fatambutu fi saa, anaisimika mbegu ardhini,
hapo hapo inaota, na unaota mti na unatoa matunda, anakutumia unakula. Yani kaifa tara hadhi alfitna, alafu anakuambia mimi ndio Mungu wako wewe. Anatia mbegu, mti unaota, anakutolea matunda unakula. Atafuatwa na watu wengi, lakini katika wafuasi wake wakubwa ni an-nisau wal yahud, ni wanawake kama walivyo wanawake. Wanawake watakuwa ndio wafuasi wake wengi, na mayahudi wa Asfahan. Yatba'uhu 70,000 min yahudi Asfahan, watamfuata zaidi ya mayahudi 70,000 wakimfuata al-Masih ad-Dajjal. Mtume alayhi salamu akaeleza alipoulizwa na masahaba, qulna ya rasul Allah wama lubthuhu fil ardh, haya ni kiwango gani ataishi katika ardhi? Qala 40 yawman, atakaa siku 40 ardhini akifanya fitna kwenye dunia hii. Lakini hizo siku zilivyo, yawman, anasema yawman kasana, siku moja katika hizo 40 ni kama mwaka. Siku moja urefu wake ni mwaka. Wa yawman, na siku nyingine kashahr, ni kama mwezi urefu wake. Wa yawman kajum'a, na siku nyingine moja ni kama Ijumaa, ni kama wiki. Usilale shaka, ni kama wiki. Wasairu ayamihi ka ayamikum, na masiku yake mengine ni kama masiku ya kawaida. Lakini kuna siku tatu hizo basi ndefu. Katika hizo 40, siku moja urefu wake ni kama mwaka. Siku ya pili ni kama yawma min hadhihi al-ayyam, ni kama mwezi, na siku nyingine ni kama Jumaa, kama wiki. Siku zilizosalia, kwa maana siku 37 zilizosalia ni kama siku za ulimwengu. Angalia masahaba walivyokuwa na hirs. Walimuuliza maswali mawili. Ikiwa hali ndio hivyo, wakasema qulna ya rasul Allah fadhalika al-yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawm, mtume wa Allah, sasa hiyo siku ambayo ni kama mwaka na inaitwa siku, kwa hivyo swala ya siku moja itatutosha? Yani tutaswali swala 5 tu basi, swala siku yenyewe ni kama mwaka? Mtume akamwambia la uqduru lahu qadra, hapana, ikadirieni kwa makadirio yake. Mtakadiria, mtapima masaa yale, mtaswali kwa utaratibu wa kawaida kwa kukadiria masaa, lakini sio kama itatosheleza swala ya siku moja kwa siku ambayo ina urefu wa mwaka. Katika waliomuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, wama isra'uhu fil ardh, mbona siku 40 ni chache? Manake atakuwa anatembeaje katika ardhi mpaka amalize dunia? Asema kalghayth istadbaratuhu ar-rih, anakwenda kama vile mvua inayokimbizwa na upepo, kasi yake ni hatari kabisa. Allahu almusta'an. Hadha ar-rajul atakuja na fitna adhima, na ndio maana tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kusoma tashahudi 2 na salatu ibrahimia, katika mambo ambayo tumefunzwa kuyaomba ni kujikinga na shari za fitna za mtu huyu Dajjal.